Karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kinachokupeperushia matangazo mazuri kabisa kutoka Afrika Kusini mjini Johannesburg. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, matangazo ambayo yatakuwa na mengi, huku tukizungumzia kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya yale ambayo utaenda kusikia siku ya leo, gavana wa jimbo la Tanganyika, jimbo la Haut-Katanga na jimbo la Kivu Kusini wakutana jijini Kinshasa ili kutathmini hali ya wakimbizi wa Kongomani waishio Burundi. Na vile tutaangazia hali ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo na mengine ni katika taarifa hii, karibu. Na msomaji ni Zuberi Ali, na tuanze moja kwa moja jimboni Tanganyika. Gavana wa jimbo la Tanganyika amejielekeza jijini Kinshasa ambapo atakutana na magavana wa Kivu ya Kusini na yule wa Haut-Katanga ili kujadili masuala mbalimbali ya wakimbizi wanaosalia nchini Burundi na wale walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo utakutanisha washikadau wa Umoja wa Mataifa, hususani wale wanaohusika na msaada wa kibinadamu UNHCR na jopo litakalotoka nchini Burundi ili kujadili masuala ya wakimbizi katika nchi hizo. Ripoti ifuatayo na maelezo ya kina. Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama, Ugatuzi na masuala ya kimila ilitangaza kudai kwa mkutano wa pande tatu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na shirika la Umoja wa Kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR uliopangwa kufanyika jijini Kinshasa kuanzia Juni 2 hadi 4, 2026. Kwa mujibu wa ujumbe rasmi uliowekwa sahini na naibu waziri wa mambo ya ndani, usalama na ugatuzi, Jenichi Elakamba, lengo kuu la mkutano huu ni kutathmini hali ya wakimbizi wa Kongo wanaoishi Burundi pamoja na wakimbizi wa Burundi wanaoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika muktadha huu, magavana wa majimbo ya Kivu Kusini, Tanganyika, Haut-Katanga na Kinshasa walialikwa kushiriki katika mkutano huo. Magavana hao wanaomba kuwasilisha hali ya sasa ya usalama katika majimbo yao, kipengele kinachochukuliwa kuwa muhimu katika uchambuzi wa mienendo ya watu na swala la wakimbizi. Ni kwa kuzingatia hilo ambapo gavana wa jimbo la Tanganyika Christian Kitungwa Muteba aliondoka mjini Kalemi Jumapili hii na kujielekeza jijini Kinshasa ambapo atashiriki mkutano huo pamoja na mamlaka nyingine za jimbo na washirika wanaohusika. Mkutano huu unajumuisha hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na shirika la kimataifa la UNHCR katika ulinzi wa wakimbizi wa pande zote, usimamizi wa mtiririko wa wahamiaji na kutafuta suluhu la kudumu na changamoto za kibinadamu na usalama za eneo hilo. Tuelekee huko Beni ambapo watu zaidi ya 20 wamegundulika wameuawa baada ya waasi wa ADF kuvamia maeneo kadhaa na kuwaua kisha kutokomea. Ramadhani Kahambwe na taarifa ifuatayo. Takriban miili 21 iligunduliwa kufikia Jumapili jioni, wakiwemo waathiriwa 8 katika wilaya ya Ngadi katika mji wa Beni. Miili hii iliyopakiwa bila uangalizi ilipelekwa katika mji wa Beni na mingine katika mji wa Oicha ilipokuwa ikisubiri mazishi. Baada ya vijana wanadai kupata miili karibu na vibanda vya wenyeji vilivyojengwa katika mashamba yao bila kuhesabu uharibifu wa nyenzo. Tunarudi kutoka Vemba, tunaleta miili mingine. Tunaogopa kwamba kisasi kitakuwa kikubwa kwa sababu katika sehemu hii idadi ya watu imetulia huko kwa shughuli za vijijini. Miongoni mwa miili tunayoirudisha ni ya raia waliokatwa kichwa na mapanga. Tulijishughulisha na woga kwa sababu tumechoshwa na swala hili la ADF wanaotua kila siku, alishuhudia kijana mmoja aliyekutana katika ofisi ya wilaya ya Ngadi. Iwapo siku hiyo ilikuwa yenye matukio mengi na maandamano ya hasira ya moja kwa moja, utulivu unaonekana huku baadhi ya viongozi wa vikundi vya shinikizo wakitangaza maombolezo ya pamoja. Jumatano hii, kwa muda wa mwezi mmoja, waasi wa ADF wamekuwa wakifanya mashambulizi katika njia ya ngome zao za zamani zilizotekwa na jeshi. Kama ilivyo kwa mtindo wao wa uendeshaji,
wamekuwa wakiua kwa visu na bunduki tangu 2014. Hayo yanajiri wakati wa AFC M23 na FARDC wanaoungwa mkono na wazalendo wamekuwa wakizozana tangu siku ya Jumapili hadi Jumatatu Juni 1 huko Buhimba katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo, mapigano yalizuka huku silaha nzito na nyepesi zilisikika. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa muungano wa serikali ulianzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya waasi katika eneo hili la kimkakati la sekta ya Oso Banyungu. Kupitia mashambulizi haya, FARDC na washirika wao wanajaribu kuwatimua waasi wa AFC M23 kutoka Buhimba. Mapigano haya yanakuja baada ya yale ya Kibati katika eneo la Walikale ambapo kambi hizo mbili zimekuwa zikizuzana. Tuame moja kwa moja huko Goma ambapo watu watatu wametekwa nyara na watu waliokuwa wameshikilia silaha na kuwapeleka porini. Miongoni mwa watu hao, ripoti zinadai kwamba alikuwemo padri mmoja na mwingine ambaye ameponea chupu. Ripoti inayofuata ina maelezo ya kina kuhusu hali iliyotokea hivi karibuni huko jijini Goma. Kasisi kutoka dayosisi ya Goma na wanandoa wapya walitekwa nyara Jumamosi Mei 30 katika hifadhi ya kitaifa ya Virunga muda mfupi kabla ya kuwasili kiwanja. Kulingana na jamaa zao, mapadri wawili walikuwa wakirejea kutoka Kanyabayonga ambapo walikuwa wakisherekea ndoa ya kaka wa mmoja wao. Baada ya sherehe hiyo, wenzao wapya walilazimika kurudi Goma na kuendeshwa katika gari lile la makasisi. Walipofika katika barabara inayoelekea Goma, walipokuwa wakivuka hifadhi ya Virunga, watu wasiojulikana waliokuwa wakishikilia silaha walivamia gari lao na kuwaelekeza porini. Washambuliaji hao walichukua kundi zima hadi msituni, huku mmoja wa makuhani hao akiwa amechoka hakuweza kuendelea na safari hiyo. Watekaji nyara hao walimpiga kuhani huyo kwa nguvu na kuendelea na safari pamoja na mateka wengine. Kasisi huyo hatimaye alifanikiwa kufika kwenye barabara kuu ambapo aliokolewa. Askofu wa jimbo la Goma Willy Ngubi alilaani tukio hilo na kutaka kuachiliwa mara moja kwa padri huyo ambaye alibakia mikononi mwa watekaji nyara pamoja na mateka wengine. Idara ya usalama ilianzisha msako mara moja na kuendelea kwa kasi ili kujaribu kuwatafuta mateka hao. Hali ya ugonjwa wa Ebola inaendelea kushamiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku zaidi ya watu 900 wameripotiwa kukamatwa na ugonjwa huo. Hata hivyo, hafueni inadhihirika baada ya watu 4 wengine kutangazwa kwamba wamepona ugonjwa huo. Ramadhani Kahambwe na maelezo ya kina. Wagonjwa 4 wapya Ebola waliokuwa wakipokea matibabu katika kituo cha matibabu cha Kiinjili CME huko Bunia, Ituri wametangazwa kuponywa. Kulingana na mkuu wa kituo hicho cha afya, wagonjwa walinufaika na matibabu ya dalili ambayo yaliwaruhusu kupata nafuu. Hii inafikisha wagonjwa 5 idadi ya watu walioponywa virusi hivi tangu kutangazwa kwa janga hilo na serikali hivi karibuni. Watu wote walioponywa ni wauguzi, akiwemo mwanamke mmoja anayefanya kazi katika kituo cha matibabu cha Kiinjili huko Bunia. Walikuwa wameambukizwa virusi vya Ebola wakati wakifanya kazi yao. Kulingana na daktari mkurugenzi wa kituo hicho, Kelvin Ambitapio, manusura hawa walitibiwa dalili za malaria pamoja na dawa za kuua vijasumu miongoni mwa zingine. Aliongeza kuwa baada ya siku chache za uchunguzi na sampuli za kila siku, hundi za mwisho na matokeo zilitangazwa kuwa hasi. Pumzi za hueni kwa Daktari Kelvin Ambitapio, ambaye anasema, tunafurahi sana kuona kwamba ugonjwa ambao hauna matibabu maalumu au chanjo kwa sasa unaweza kushinda kwa matibabu ya dalili. Daktari Ambitapio anasalia na imani akikadiria kwamba idadi ya watu walioponywa itaongezeka katika siku zijazo. Jean Alasha, mshauri wa mkuu wa mkoa anayehusika na afya, aliyehudhuria sherehe hii, alitoa wito kwa wakazi kuwa na imani na huduma za matibabu ili kuondokana na janga hili.
Na twende moja kwa moja ligi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ameweka wazi dhamira yake ya kusaidia ligi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kitita cha dola milioni 2 za Marekani. Hayo yanajiri baada ya kukutana ana kwa ana na kiongozi wa FECOFA Vero Mosengo muda mchache tu baada ya kuteuliwa katika kiti hicho. Itambulike kwamba ligi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa ligi ambazo zinaendelea kushuhudia miundombinu hafifu, magomvi ya mara kwa mara viwanjani na hata usafiri duni kwa vilabu vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nia ya uwekezaji huo ni kusaidia vilabu vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vijikwamue katika anga ya nauli. Nimezungumza na wafuatiliaji wa michezo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wao walikuwa na haya kuhusu bajeti hiyo iliyotengwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama litatekelezwa itakuwa ni swala muhimu, kwa sababu tukiangalia vizuri kama ligi imefikia kugawanywa mara 2, kundi A na kundi B, ni kwa sababu nauli inaleta shida sana. Kuna baadhi ya timu ambazo zinacheza ligi ila hazina uwezo wa kusafirisha wachezaji. Ni kitu cha kupongeza, ila mimi naijua sana nchi yangu vizuri, kwa sababu nakumbuka miaka iliyopita kulikuwa na Coupe du President. Naamini mpaka leo timu ambayo iliwahi kushinda hiyo michuano haikubahatika kupewa pesa, na pesa yenyewe ilikuwa imeahidiwa na rais wa Jamhuri. Lakini kwa sasa sina uaminifu wowote ule na government yetu wala na maneno yoyote, kwa sababu tunahitaji sana matendo kuliko maneno. Na hapo ndipo tunapokamilisha taarifa yetu ya habari kutoka GCTV. Kikubwa zaidi ni kuendelea kuambatana nasi, mengi yatakujia, kwani sisi ndio chombo kizuri cha habari. Nikutakieni ufuatiliaji mwema wa GCTV.